Ni mchezaji mzuri, ana experience ya kutosha. Niliwahi kumfundisha muda mrefu, tulikuwa naye mtimu wa taifa, tulichukua kikombe ya shani naye Rwanda. Ni mchezaji mzuri, anatumia mguu wa shoto, ni kiungo maridadi. Na kwa jinsi ambavyo unavyoitazama Yanga, namna ya uchezaji wake, ni mchezaji ambaye huenda akawasaidia? Ndiyo, atawasaidia kupana mipira ya kufunga, kutoa mapasi, kumiliki mpira. Ni mchezaji mwenye akwa na experience, atawasaidia. Na kwenye umri wa mchezaji, umri wake pia hautakuwa na shida yoyote? Nafikiri hautakuwa na shida yoyote, kama anakutana na wengine wachezaji wenye wanaweza wakasaidiana, hatakuwa na shida yoyote. Kwa hiyo kama Yanga atafanikisha usajili wake, ni mchezaji ambaye atakuwa na msaada mkubwa. Ndiyo, atakuwa na msaada mkubwa. Mara nyingi yeye anahudumu kucheza nafasi zipi uwanjani, ukiondoa hiyo winga, nafasi ya winga? Anacheza katikati kama namba 10. Namba 10 anaweza akacheza vizuri, namba 8 anaweza akacheza vizuri, kumiliki pembeni kama winga anacheza vizuri. Ni mchezaji jinsi ninavyosema, kama ana experience anaweza akawasaidia nafasi nyingi sana. Ni mchezaji ambaye kiwalisia yuko vizuri kwenye eneo gani? Yaani anacheza vizuri sehemu gani? Iko technically ni mzuri, kwa sababu kumiliki mpira ni ile sio problem kwa kabisa. Anatumia mguu wa kushoto na kulia, lakini sana sana ni kushoto. Control, kutoa pasi, kufunga, kushoot, anakamilisha vitu vyote kabisa. Mchezaji mwenye iko complete. Na mpaka hivi sasa kwenye klabu yake ya AC Vita bado ni mchezaji tegemezi? Wanamtegemea sana, wanamtegemea. Ni yeye mwenye anaongoza kabisa, ni wanamtegemea. Ni yeye mwenye kila kitu anafanya, ni yeye. Mchezaji muhimu sana. Kwa hiyo kwa sasa hapo AC Vita ndio mchezaji nyota wa kuchungwa. Ndio, mchezaji nyota kabisa. Mchezaji nyota kabisa. Kama hayupo timu haiwezi kacheza vizuri. Ni yeye mtu anaendesha timu kabisa. Kwa hiyo kwenye hili kama Yanga wanasuasua, unaweza ukawashauri wafanye haraka kukamilisha hili dili? Ndio, wakamshauri. Mchezaji mzuri, wasimwachilie kabisa. Kama wanataka Yanga apate msaada kweli, ule atawasaidia sana. Atawasaidia. Na mchezaji mwenye iko na discipline, hana shida yoyote. Ni mchezaji ambaye ana nidhamu ya kutosha. Ndio. Lakini tumeshuhudia, nadhani kuna kipindi alishawahi kucheza kwenye klabu ya APR lakini hakuonekana. Unadhani kipi ambacho kilipelekea kutoonekana vizuri wakati anahudumu kwenye klabu ya APR kule Rwanda? Hapana, timu ya APR, timu ya Rayon Sport, yeah, okay. Timu najua, nilifundisha pia ile timu, naifahamu. Aliwasaidia kutosha, labda hakuonekana sana, lakini aliwasaidia. Okay. Na kwa jinsi ambavyo ulivyowatazama wachezaji ambao wamejiunga Young Africans, Heritier, huyo mchezaji unaweza ukamfananisha na mchezaji gani huyu Heritier Luvumba? Heritier Luvumba ni vigumu nimulinganisha na mchezaji wowote pale, sababu mingi wachezaji wanafika Yanga ni winga, wanacheza defense, wanacheza kama namba 6, lakini namba 10 kama huyu Heritier bado sijaona mpya wanafika kwenye Yanga. Sasa hivi mimi nafikiria kama kutokea na wachezaji wote wa katikati, huyu Heritier atakuwa muhimu sana, atakuwa na hali ya juu sana kuliko wale wote walitangulia kufika Yanga. Lakini kwa Yanga kwenye nambari 10 kuna mchezaji anaitwa Pacome. Kwa jinsi ambavyo ulivyomtazama Pacome, bila shaka unamfahamu vizuri, anaweza akashindana na huyu? Wanaweza akashindana, hata wakacheza pamoja, sababu kama uko na namba 10 wazuri wawili, unaweza kucheza watu wawili mara moja nikashika. Itatokana sana mfumo nini kocha atatumia. Sisi makocha tunabadilisha mfumo wa kucheza kutokana na viungo na wachezaji, hali ya wachezaji. Kama ule Pacome ni mchezaji namba 10 mzuri, na huyu mwanakuya Luvumbu Heritier ni mzuri, itatokana sana na kocha. Wale anaweza kaanzisha moja akakala bench, wala wote wanataka wacheze. Inatokana na mfumo kocha taona.
muhimu wa wote wawili inaweza kufanya kocha akabadilisha mfumo wa kucheza. Kwa hiyo bila shaka Yanga wana scout nzuri, na unadhani itakuwa rahisi Yanga kukamilisha dili lake? Inawezekana, sababu sasa hivi FIFA inasema kama mchezaji akitaka kitu inatokana na mapenzi ya mchezaji. Kama anataka kuja atakuja, hawezi wakamzuia. Na mkataba wake hapo, kwa jinsi ambavyo ulivyoutazama ama ulivyosikia, ni mkataba wa muda mrefu ama kama ilivyo ada wachezaji wa DR Congo wanavyokuwa mara nyingi? Kutokana na mkataba wa Elche kuchezea Yanga au kuchezea Vita? Kuchezea Vita, mkataba wake utakuwa rahisi yeye kujiunga na Yanga muda wote akipata timu anaweza akaondoka Kenya. Okay. Na kwa wale ambao hawamfahamu vizuri, ni mchezaji ambaye huenda anakaribia kufika umri wa miaka mingapi kwa jinsi ambavyo umemfundisha? Miaka kabisa sina, unaweza labda nikatafutisha, lakini sasa hivi kwa kusema miaka yake ni vigumu kujua. Labda ukinipigia John naweza nikupatia miaka yake kamili. Okay. Na mara nyingi pia Yanga umefanikiwa zaidi hapo kuchukua wachezaji mfano mzuri kama Fiston Kalala Mayele ambaye amekuwa na msaada mkubwa kwenye klabu ya Young Africans, lakini tumeshuhudia kina Juma Shabani alikuwa mzuri zaidi hapo AS Vita, lakini Yanga hakuhudumu kwa muda mrefu kuonyesha makali yake. Kwa huyu tutarajie kuyaona hayo ama tutarajie kuyaona kama ya Fiston Mayele? Ndio, unajua inatokana na kisi pia mchezaji kisa anavyochukua timu, anachukulia timu. Kuna watu walicheza Yanga lakini hawakuwa serious sana, lakini kutokana na gisi Mayele alicheza na fikiri kalionyesha kama kila kitu kinawezekana kama unakuwa serious kumchezo. Na kwa sasa hapo DR Congo wanaizungumziaje ligi ya Tanzania na Young Africans ambao mara nyingi tumeshuhudia wakichukua wachezaji wengi kutoka hapo DR Congo? Unajua sasa ligi ya Tanzania ina sifa kubwa sana Kongo, sababu organization ni nzuri, ina sifa kubwa sana. Unajua miaka ya nyuma ligi ya Kongo ilikuwa juu zaidi kuliko ya Tanzania. Sasa hivi mambo yamebadilika, wanasifia sana ligi ya Tanzania sababu organization ni nzuri, maklabu wako serious na kila mara wanawakilisha nchi ya Tanzania, kwa hiyo ina sifa kubwa sana huko. Okay. Basi nikushukuru sana kocha kutoka hapo DR Congo, na nikutakie maandalizi mema katika ufundishaji wako. Asante. Sasa ujumbe kwa watu ya Yanga? Kuna mchezaji anacheza namba 3, anacheza namba 11, anacheza namba 3. Ni maridadi sana sana sana. Nishaangalia matimu zote za Tanzania zinacheza, mwenye kwa nili kiwango kama yule mchezaji hayupo. Mchezaji kama wakitaka labda naweza nikawatafutia na kaseti zao na watumia wafikishile ujumbe. Mchezaji mzuri sana, mzuri. Na Yanga pia kwa mujibu wa taarifa ingawa sio rasmi, pia wana uhitaji wa mchezaji nambari 3. Ni naye kabisa mzuri sana sana, nasema mzuri sana. Zamani alikuwa anacheza, nimchezesha, alikuwa bado mdogo, miaka 16, nilikuwa namchezesha namba 11 kisha nikamrusha namba 3 sababu tulikosa namba 3 mzuri. Hivi sasa hivi ashakuwa na miaka 20 na anaweza shesha ni namba 3 mzuri kweli. Kwa hiyo kama Yanga watafanikiwa kumpata mchezaji huyo, huenda kwamba akawa kama Joyce Lumalisa Mutambala ambaye alifanya vizuri pia, labda kuliko hata Lumalisa, sababu nalo Lumalisa naye wote mimi niwafundisha. Kwa hiyo na hiyo kulinganisha, hata Lumalisa anazidia hata Lumalisa. Mchezaji mzuri tena angali mdogo. Unaweza kutufahamisha pia jina lake ama si vizuri kwa wakati huu? Sio vizuri kwa wakati huu sababu na ningalitaka Yanga ichukue ule mchezaji, sio vizuri nitaje jina lake sasa hivi. Okay. Lakini wewe uko tayari kufanya mazungumzo na Young Africans kwa ajili ya kuwapa huyo fullback wa kushoto? Basi nitafanyaje? Yanga ishaka kwa kama iko kudamu yangu. Nitafanya. Singependa mchezaji aende fasi nyingine isipokuwa Yanga. Basi waambie kabisa mchezaji
kama bakasinzia hivi ligi kunataka kumalizika, bakasinzia haya watamchukua Afrika Kusini. Basi mimi kwenye hili moja kwa moja hii clip bila shaka nitaituma kwa uongozi wa Young Africans. Nadhani kama watakuwa na uhitaji basi kwa sababu mna mawasiliano ni vizuri zaidi kwa kufikia. Haya. Asante. Sawa, shukrani sana kocha. Asante. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.